Njia nyeusi yenye mawimbi na upepo, anga jeusi yenye radi na minyesho. Zoruba, 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 njia nyeusi yenye mawimbi na upepo, anga jeusi lenye radi na minyesho. Zoruba, 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 zoruba. Sasa tumemaliza kuangalia mazingira ndo kama haya. Ndio. Hakuna shida. Bila shaka umepaona, umelizika. Mimi nimelizia. Tunaweza tukafanya biashara. Lakini sasa kabla tujafanya biashara, ngoja nzunguke mara moja niingie toilet. Unaingia toilet. Basi wai, unajua tuna masuala ya muda. Haina shida sasa. Nakuja sasa hivi. Basi fanya hivyo basi. Wai yetu. Haya, tunakuja hapo. Sawa. Habari yako kijana? Salama mzee, shikamoo. Marhaba, hujambo? Jambo mzee wangu, beza nyumbani? Nyumbani kwema kabisa. Wazima uko tokako? Sisi ni wazima wa afya kabisa. Karibu tupo. Asante sana. Ndio. Bwana. Kijana. Naam. Naona upo kwenye nyumba nzuri sana. Nyumba nzuri sana mzee wangu, wewe mwenyewe umeiona, nafikiri nyumba nzuri, inapendeza, inavutia kwa kweli. Ni kweli kabisa, yani hata mimi naiona. Ndio. Karibu tupo mzee wangu. Asante. Sasa ngoja nikuulize kijana. Naam. Hivi wewe ndio umekuja kufanya manunuzi ya hii nyumba? Mimi ndio nimekuja kununua hii nyumba bwana. Nimezunguka kote huko mtaani, huko kote tumepita huko, sijaona nyumba nzuri kama hii hapa. Kwa hiyo nimevutiwa nayo, nahitaji nifanye biashara hapa. Swadata. Sawa. Kwa kweli nakupa hongera sana. Umechagua nyumba nzuri. Nzuri sana kwa sababu na wewe inakufaa, unaonekana una hela sana. Lakini sasa kijana, ngoja nikwambie kitu. Sawa. Naomba unisikize kwa makini sana. Nakusikia kwa makini mzee wangu, wala hata usijali. Ni hivi. Naam. Kijana nakupa tahadhari. Hii nyumba usinunue. Unaona wazee wengine yani mimi najua basi jambo la msingi la kuniambia mzee wangu wa makamo kama wewe, kwa nini unaanza kuniambia story kama hizo baadaye unipongeze? Sikiliza. Nakwambia kitu ambacho kina uhalisia. Unajua mmiliki halali wa hii nyumba? Namjua, ni Mr. D. Mr. D ndio mwenye hii nyumba na ndio mmiliki halali wa hii nyumba. Sasa unaweza kuniambia kwa wazee wengine bwana bila sana kuaje. Lisemwalo lipo na kama halipo laja. Sawa. Makini gani bwana wewe mzee, na wewe naye bwana unachanganya na wewe. Kijana naomba unisikilize kwa makini. Narudia tena. Kama ni kwenda kununua katafute sehemu nyingine. Sehemu nyumba haiuzwi. Wewe mzee haiuzwi. Mimi nimeipenda hii nyumba. Nitoke hapa tena nikatafuta tena nyumba nyingine. Huo muda mimi mzee sina bwana. Hapo mzee umetokea wapi wewe? Sasa kama hutaki kunisikiliza vizuri, litakalo kupata utanikumbuka. Kwenda zako mzee. Hapo ngoja nikwambie kitu kimoja ambacho sisi watu wenye pesa zetu sisi. Ma-PDG mihela. Vitu kama hivyo ni vitu vya kawaida sana. Unapokuwa na pesa matatizo yote yanaondoka. Mimi nimeipenda nyumba, nataka ninunue safi. Mimi umekuja zangu hapo na nipongeza kijana wangu 1 2 3. Kumbe naona mambo yako tu mengine. Hivi nyie wazee wa wapi nyie? Sawa, nakushukuru kwa kunitukana. Mimi unajua matusi. Nashukuru sana kwa sababu umeshindwa kuniheshimu na umedharau maneno yangu. Ipo siku utanikumbuka. Nikukumbuke nini bwana? Kwenda bwana huko afu mzee unasikia yani wazee wengine bwana. Tena nikihamia hapa inabidi niweke bonge ya geti hapa. Mnakuwa mnaishia kule. Mnaitwa maskini hapa. Wazee wengine wachawi bosi. Mzee. Tena usirudi hapa. Ona kama kutembea. Tena usirudi wewe mzee, wewe nimekukariri. Vipi ndugu yangu?
Sikia kelele unaona bishana nani hapa? Kuna wazee, yani wazee bwana, kuna mzee mmoja sijui ni mchezi katokea wapi bwana. Anafika panga kuniambia mara swala hii nyumba, sijui na nini na migogoro, sijui na nini. Nimekafokea kameenda huko ni vizee vingine hivi bwana nge bwana. Yaani muda ule nilipokuwa unisubiria hapo. Sasa hivi sijata kametokea wapi bwana kazi. Sasa nikwambie. Hayo ndio yale mawanga. Kwa sababu muda mwingine napokuwa nimelala juu ya bati nasikia manyewe mapaka. Yaani ni ngurumo ya ovyo ovyo tu yani. Basi wewe mzee ni mchawi. Hayo ni machawi, cha kushauri. Utakapokuwa umekamilisha mambo yako kila kitu, weka geti. Mzee asiyokuwa na mwelekeo wote ule. Mgeni yote asiyokuwa na mwelekeo wote ule. Chukuzia mbali. Basi hamna shida. Basi. Kwa nini tufanye tu biashara yetu ile tuleta hapa? Ndio. Tumalizane. Basi sisi tuendelee na shughuli zetu. Yaani hakuna shida hapa. Ila yule mzee amenichafu, angekuwa ananielewa kwenye roho yangu mimi. Nimesikia makelele kwa sababu anaongea nani? Mbona nimewaacha wawili? Nani kafika pale makelele? Kidogo nipige makofi mimi. Sema tu nikaona kwa sababu umri wake ulipokuwa mkubwa. Siwezi nikamtendea kitu kama hicho. Kana nalo tu mzee. Na hapo tu yani nakwambia ni busara za bosi. Ndio. Ametaka mweke mitama hapo. Nikamwambia bosi hapana, huyu ni sawa na baba yako. Ndio. Kwa hiyo kidogo ndo akawa amepunguza ile nini? Jazba. Chanaye tu ile amezeeka tu. Ndio bwana, basi mazungumzo yetu kama nilivyokuambia hakuna shida, ile eneo ndo kama hivyo nilishakwambia la kwangu na maisha mengine yaendelee basi. Basi hamna shida. Sawa tuko pamoja. Tuendelee na mazungumzo yetu. Haya. Kama nilivyokutembeza kwenye haya mazingira hapa nyumbani na nyumba ndo kama hii umeshaiona. Sawa. Kinachobaki sasa hizi nipatie tu mzigo kwa bei nitakayokuuzia kwa sababu hii nyumba ni yangu. Bei yenyewe nakufanyia bei ya kawaida tu. Kiujamaa tu yani. Nadhani kama milioni 20 tu. Sawa. Sijui unasemaje sasa? Hatimiliki ipo na unayo. Yaani kila kitu yani. Basi kama hamna shida. Sasa kitu kimoja ambacho nitaka kwa nikisahau hapa. Nilikuwa nataka nikuulize kwamba vipi masuala ya kijamii. Tuseme kama shule, hospitali, umeme, maji vinapatikana eneo hili au tu ndo mpaka unaenda? Umeme ndo kama unavyoona upo, shule iko hapo jirani, hospitali pia iko hapo kijiji cha pili. Kwa hiyo hakuna shida. Halo. Pesa yako mbona mimi nimeshakutumia? Nishakuwekea benki muda sana, wewe angalia kwenye account yako. Sawa, hamna shida. Ngoja kidogo, kuna biashara kidogo nafanya hapo, kisha nitakurudia. Kwa umesema kwamba hatimiliki kila kitu kipo. Basi hamna shida kijana. Naam. Mzigo upo mheshimiwa. Mzigo ni kama unavyoona mwenyewe. Basi tuongozane kwa mwenyekiti. Tuende kwa mwenyekiti. Basi hamna. Haya kijana. Naam, nyumba ndo kama hii. Watakia maisha mema. Sawa, haina shida. Basi twende. Nilikwenda kutafuta kwa malengo. Nimerudi nilichokitafuta ndio kama unavyoangalia hii biashara. Hii duka la urembo lakini pia mimi la pili liko hapa pembeni hapa. Umeliona? Hilo lote ni ya kwangu. Lengo ni kwamba nilichokitafuta kionekana hata jamii ione kwamba kijana alikwenda kutafuta. Na kitu kingine, hili duka zaidi angesimamia wifi yako. Lakini wifi yako hapendi kujichosha. Kwa ndio maana ikabidi mweke kijana hapa. Angalia kaka, msimu barabara sana na mwisho wa siku si unajua kijana ukimbana sana lazima. Hapana, yuko vizuri. Yuko vizuri sana mwami. Usiishi kwa wema. Unajua wema ndio unahitajika. Ukiishi na mtu kwa wema. Ndio. Hata ule udokozi unakuwa. Yuko vizuri kabisa. Wewe, yani ukiishi naye kwa. Fly basi, Fly kwa sababu hujaamini. Hujaamini? Na muamini sana kijana wangu. Haina shida. Fly basi. Fly kaka yako ndo kama hivyo au? Mimi nimefurahi. Atuanze kufikia ni hatua nzuri sana. Au unaonaje? Yaani unatakiwa kuongezwa kwa. Haina shida. Ngoja nikae kidogo. Hapa naangalia. Lengo ni kwamba kama mzigo hujakwisha, nichukue bidhaa nyingi. Haina shida. Sitaki kupoteza wateja. Ila anaonekana ni mchangamfu. Yuko vizuri. Kijana muamini sana. Yaani yuko vizuri. Yaani kijana huyu ni sister wangu. Huyu dada yangu akitoka yeye ndio mimi. Kiuhalisia ni mkubwa na nini. Asante. Chapa kazi kijana wangu. Haina shida. Nimekuja kumwambia hivi, angalia nilichokwenda kutafuta. Dada umeangalia? Yaani nimeridhika, yaani nimeamini. Na huyu kijana namwamini achapa kazi. Asante sana. Hili ndio wewe mwenyewe. Nauza mwenyewe. Hapo ndio unaona mwenyewe. Nimeweka kijana hapa nauza.
huyo anachukulia mazingira yangu hapa. Man. Nyumba yangu nzuri na tena nikijaribu. Salama, kwema? Wema mzima? Mzima. Karibu. Naona una enjoy katika hii nyumba yako mpya. Umeanza tena. Siku ile umekuja hapo umeongea maneno yako. Nimekusikiliza wewe, nikajua basi mzee wangu labda alikuwa na njaa. Umerudi tena. Kumbe wewe unalala kwako na unanitafuta. Jana wahenga wanasema jungu kuu huwa halikosi ukoko. Nitakuitia polisi ujue. Sitaki masela huruma sana kijana. Huruma gani bwana, nionea huruma, unanijua mimi nilikotoka. Hii nyumba narudia tena sio halali kwako, na itakuletea shida. Halali gani? Shida gani sasa mbona ile? Haya basi mimi nimeleta shida wewe inakuuma nini? Hivi nyinyi wazee huu mtaa, mimi naona wewe mzee umezeeka, basi tutakuwa na busara. Wewe mzee kwa umri wako ulionao, ulikuwa unatakiwa mimi unipongeze kwamba kijana wangu wewe kwa umri ulionao kulipa kama hii hapa sio jambo dogo, mshukuru Mungu. Lakini unafika zako mnaenda kuongea maneno mara hivi, mara kakaenda kakarudi. Nini nini? Wewe mzee nakutia mwizi. Weka akilini. Akili gani naondoka? Wewe nenda bwana. Lakini nakwambia utakuja kunikumbuka. Ni ukumbuke wewe baba wa taifa bwana. Yaani wazee wengine hawa sijui anakuaga. Yaani mzee anakuwa mtu namheshimu, mtu mkubwa lakini mambo yake ovyo. Nenda bwana usirudi tena. Kama unaanza unasema bwana kijana wangu, mimi sijala, nisaidia hata hela chakula nile nikale. Mimi bwana nakusaidia tu mzee afu wazee wengine bwana. Yaani mimi kwa nini afu wewe mzee usirudi tena. Takuitia polisi ujue. Wewe ni changanya. Unakuta maneno mengi. Kwenda bwana. Bebi yangu hilo. Niambie mwarabu wangu. Mambo. Safi. Jamani, wow. Nipi lakini? Safi. Ndio utakuta haupo ndio joto na sijana. Hamna, si unajua mimi nitaenda wapi ujio wangu. Yaani nimekaa zangu hapa. Nikajua basi upo njiani. Nimebahatisha tu. Eti? Sio basi ukae. Tuingie ndani kidogo. Hapa nimechoka. Jamani, mambo gani hayo? Wewe nipumzike hata kidogo. Ofiki hapo usiingia ndani. Nitaingia ila nipumzike kwanza kidogo. Sio na shida. Hapo basi. Safi. Unapendeza. Ndio. Saluni hivi. Saluni ya pale jirani yetu pale. Pale jirani pale. Da, umetekelezea mwenyewe. Asante. Uko njiani sijaibiwa kweli? Hauwezi ukaibiwa kwa sababu nakupenda. Wewe? Kweli. Kweli? Basi sawa, nafurahi kweli, kuna kitu nilikuwa naangalia hapo sio? Umependeza kweli. Wewe? Kama wewe. Yaani mimi hapa nimechoka, mimi nilikuwa naomba maji ya kunywa. Maji ya kunywa. Basi sawa, ngoja nikuletee. Haya sawa. Aya. Haya hapa sasa. Haya, asante. Aya, ya baridi kabisa safi. Na mimi nimeona ya baridi. Au nikunyweshe? Jamani upendo, sinajua tena kidogo. Haya, sawa.
Sasa unacheka nini? Acha utani wako bwana. Mimi kweli nina kiu. Haya basi. Jamani. Haya kunywa. Asante. Sasa baby. Hebu ngoja kwanza kidogo mimi. Dakika 2 nishike simu. Sawa. Tunaanza hapa na kuja. Sawa. So nipigeni hala zako huko. Nani tena kupigie? Sasa mimi ningekuamini kweli ningekuachia simu hiyo. Haya sawa. Usianze bwana na wewe. Haya. Ngoja nakuja chap tu kidogo. Haya poa. Tamba.